Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ambaye ametusaidia katika kipindi chetu hichi cha kwanza cha maombi, na ninaamini kwamba na wewe pia umeungana pamoja nasi na umeomba, na hata utakapoingia online, ninaamini baada ya kipindi hichi utapata pia nafasi ya kuendelea kuombea uchumi wako na kuliombea taifa letu la Tanzania. Tunamshukuru Mungu ambaye ametusaidia tangu ile siku ya Jumatatu. Tumeendelea kuona mkono wa Bwana, tumeendelea pia kuziona nguvu za Mungu zikitutunza na kutusaidia kwa namna ya kipekee kabisa. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu na tunamuinua Mungu. Na nilikwambia siku ya kesho na siku ya kesho kutwa tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kuombea mwezi wa 5. Kwa hiyo kutakuwa na pia na somo maalum ambalo somo letu hili la ambalo Mungu ametupa tangu ile siku ya Jumatatu ambalo linasema mambo matatu yanayokwamisha safari ya mafanikio yako au safari ya hatima yako. Ili somo tutalihitimisha kwa siku ya leo, ila siku ya kesho na siku ile ya Ijumaa tutakuwa hapo na somo maalum kwa ajili ya kuombea malango ya mwezi wa 5, na tutapata nafasi ya kuomba kwa muda mrefu. Jiandae kisawasawa kwa ajili ya kuombea malango ya mwezi wa 5, na tutaachilia pia sadaka ambayo itasimama kwa ajili ya lango hilo la mwezi wa 5. Ninamwamini Mungu kwamba ni mwaminifu. Kwa mwezi wa 5 atakutetea na atakupigania, na ile mipango yako yote ulionayo, au kama kuna mipango ambayo unataka kuiweka kwamba unataka kuikamilisha ndani ya mwezi wa 5, iandike hiyo mipango yako, na utakupa nafasi ya kuweza kuungana pamoja siku ya kesho na siku ya kesho kutwa, tukipata nafasi ya kuombea hilo lango la mwezi wa 5. Na tutaomba, na hayo maombi yako unaweza kuyatuma kwenye zile namba ambazo zinapatikana pale chini kwa njia ya sadaka. Zile namba ambazo unatumwa kupokea sadaka na ushauri na maombi, unaweza ukatuma hiyo sadaka yako moja kwa moja na maombi yako yakatufikia, na tutaendelea kuombea hiyo maombi yako na mipango yako kwa ajili ya mwezi wa 5. Tutakaa nayo kwenye maombi, na isitoshe kuna boksi letu la maombi liko hapa. Tunaweza kupata nafasi ya kuyaweka maombi hayo kwenye boksi na kuendelea kuyaombea. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo kwenye hizo namba unazoziona hapo ni namba ambazo utazitumia kutuma mahitaji yako, ambayo ni mahitaji ambayo tutakuwa tunaombea, au kama una mahitaji, una mipango unataka Mungu akusaidie ndani ya mwezi wa 5, unaweza kutuma kwenye hizo namba unazoziona kwenye screen hapo, na hiyo sadaka yako na maombi yako yanaweza kutufikia. Kama una sadaka yako Mungu akikusemesha, unaweza ukatuma moja kwa moja kupitia namba hizo. Kama una maombi, kama unahitaji ushauri, pia unaweza ukawasiliana na sisi kupitia hizo namba hapo, na moja kwa moja tunaweza tukakusaidia na tukakuhudumia, na Mungu akajitukuza kupitia maisha yako. Basi nataka tuendelee mbele kidogo kwa habari ya somo letu. Kichwa chetu cha somo kilichokuwa kinasema mambo matatu yanayokwamisha safari ya mafanikio yako. Na nilikupa lengo la somo, nikakwambia lengo la somo ni kukufahamisha vikwazo vinavyoweza kukuzuia ili usiweze kufikia kwenye mafanikio yako au kwenye hatima yako. Na tuliangalia mambo kama matatu. Nikaangalia jambo la kwanza ni kikwazo. Nikasema kikwazo ni kile kikuzuiacho ili usiweze kufika pale unapotakiwa kufika. Na tukaangalia jambo la pili ambalo ni safari. Safari nikasema ni mchakato wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au ni mchakato wa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya kimaisha. Ni kutoka sasa, kwenye Biblia anasema tunatoka utukufu kwenda utukufu. Maana yake tunatoka ngazi moja tunaenda ngazi nyingine, tunatoka kiwango kimoja tunaenda kiwango kingine. Hiyo ndio namaanisha maana ya safari. Na mafanikio nikakwambia ni kilele cha kufika, mafanikio ni kilele cha kufikia safari yako. Kwa hiyo pale unapotaka kufika unaweza ukafika, kwa sababu ndio Mungu anapotaka ufike. Kwa hiyo kilele cha mafanikio yako ndio tunaita, kilele cha safari yako ndio mafanikio yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku ya kwanza tuliangalia jambo la kwanza, tuliona ni manunguniko yanaweza kuwa sehemu ya kikwazo kinachoweza kukuzuia au kukukwamisha usiweze kufika kwenye kile kiwango ambacho Mungu anataka ufike kwenye maisha yako, au kufikia ile hatua ya mafanikio katika maisha yako. Na jambo la pili tuliona kwamba jambo la pili ni kutokumtii Mungu, ni kutokumwamini Mungu. Jambo la pili ni kutokumwamini Mungu, na tuliangalia mambo kadha wa kadha ndani yake. Kwa hiyo sitakuwa na muda wa kurudia. Kama unahitaji kurudia, unaweza ukarudi kwenye YouTube channel yetu, unaweza ukasikiliza na kujifunza zaidi na zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Na leo siku ya 3 nataka tuangalie jambo la 3, ambalo jambo la 3 ni kutokutii maagizo ya Mungu. Watu wengi wamekwama kimaisha, watu wengi wamechelewa kufikia mafanikio yao kwa sababu ya kutokutii
maelekezo waliopewa na Mungu. Kila mtu ninaamini kuna maelekezo ambayo Mungu amempa, na yale maelekezo utakapoyafanyia kazi na kuyatendea kazi, kuna mahali utafika. Kuna wengine wamepewa maelekezo ya kutoa sadaka, kama Ibrahim alivyoambiwa akatoe sadaka. Kuna wengine wamepewa maelekezo ya kufanya kazi fulani ya Mungu. Kuna wengine wamepewa maelekezo ya kufanya kitu fulani ndani ya hiyo biashara, ndani ya hiyo ofisi. Kuna maelekezo watu wamepewa na Mungu. Sasa wale maelekezo watu wameacha kuyatii. Na ndio maana kuna namna watu wamekwama kimaisha, kwa sababu wameacha kutii yale maelekezo ambayo Mungu amewapa. Tunapozungumzia kutokutii maelekezo, maana yake ni ile hali ya kuwa na mashaka au kukataa kutii kile ambacho Mungu amekusemesha au amekuagiza. Kwa hiyo tunapozungumzia kutokutii maagizo au maelekezo ya Mungu, ni ile hali ya kwanza unaingiwa na mashaka, na pili unaacha kutii yale maelekezo uliyoagizwa na Mungu. Na unapoacha kutii yale maelekezo uliyoagizwa na Mungu, automatic unakwama kimaisha. Kwa kuna watu wamekaa katika hatua moja ya kimaisha, wamekwama mahali, wamestaki mahali, kwa sababu wameacha kutii yale maelekezo waliopewa na Mungu. Maelekezo ambayo Mungu amekupa, hayo maelekezo yatatengeneza njia. Haya maelekezo yatatengeneza mpango wa Mungu. Kwa hiyo unapotembea kufuata yale maelekezo, manake unatembea ndani ya mpango wake, unatembea ndani ya maelekezo yake, unatembea ndani ya baraka zake. Na unapoacha kutembea ndani ya hayo maelekezo na kuyatia hayo maelekezo, manake unakuwa nje ya mpango wa Mungu. Kuna watu wamefika mahali wameacha kutembea na Mungu na wanatembea wao wenyewe, na wanajidhani kwamba wanatembea na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuangalie mfano mmoja ndani ya Biblia, labda utakusaidia. Fungua na mimi kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ili ni andiko la msingi ambalo natamani tulisome ili ujifunze kitu. Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 2 na mstari ni ule wa 1 hadi ule mstari wa 3. Na neno la Mungu linasema, Kumbukumbu la Torati mlango wa 2 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 3. Ninasoma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwa kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyotuambia Bwana. Tukazunguka milima Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu yatosha, geukeni upande wa kaskazini. Kuna kitu kimejificha kwenye mstari wa 1, na natamani nirudie mstari, utaona kitu. Biblia inasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani. Tukashika safari yetu, sio safari ya Bwana. Tukageuka, manake tukaachana na maelekezo ya Mungu, tukarudi kwenye maelekezo ya kwetu. Tukashika safari yetu na sio kushika safari ya Bwana. Tukaelekea jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama Bwana alivyoniambia. Alivyoniambia Bwana. Tukao tukizunguka mlima Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu yatosha. Ukisoma hii Biblia inasema tukageuka, manake hao watu walikuwa kuna mwelekeo ambao walikuwa wanaenda, na huo mwelekeo ulikuwa ni mwelekeo ambao Mungu alizungumza nao tangu kutoka katika nchi ya Misri. Mungu alipozungumza nao aliwaahidi kuwatoa katika nchi ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Kanaani. Sasa Mungu alipowatoa huko, Mungu yeye peke yake alikuwa anawaongoza, na Mungu yeye ndiye alikuwa anawaonyesha njia ya kupita. Sasa ilifika mahali, kutokana na hali ya maisha waliokuwa wanayadhani na wanayafikiri, hawakuyaona kwa haraka. Wakafika mahali wakamwasi Mungu. Wengine walifika mahali wakageuka kabisa, wakatengeneza ndama, wakaanza kuiabudu na kuisujudia. Na walipofanya kile kitendo cha kuabudu ndama na wakaacha kumwabudu Mungu, na wakasema hiyo ndiyo miungu itakayetutangulia. Sawa sana kitabu cha Kutoka ule mlango wa 32. Kupata nafasi isome yote. Unaona kwamba wale watu waliabudu ndama. Wakasema hiyo ndiyo miungu itakayotangulia mbele yetu Israeli. Kwa hiyo ni miungu ambayo iliwatoa katika nchi ya Misri na itakayowatangulia. Maana yake alikuwa anawatangulia ni Mungu. Mungu alikuwa anawatangulia, mchana alikuwa anawatangulia kwa wingu, na usiku alikuwa anawatangulia kwa nguzo ya moto. Sasa wale watu wakafika mahali, Musa alipokawia kushuka katika mlima, wakatengeneza ndama. Hawakuishia hapo. Wakafika mahali walipoenda kuipeleleza ile nchi, na waliporudi wakaleta habari mbaya. Watu wakaeka mkutano
kikao cha kutaka kurudi Misri. Hawakutaka kwenda ile njia ambayo Mungu anataka kuwapeleka. Kuna watu wamefika mahali kwenye maisha, wameacha kwenda katika ile njia Mungu anayotaka waende, na wameweka kikao, wamegeuka, wanataka kurudi Misri, waendelee na maisha yao kama walivyokuwa wanaendelea tangu awali. Na ndio maana ukisoma hapa nasema tukageuka, maana yake waligeuka wakaacha mwelekeo ule ambao Mungu alitaka waende. Biblia inasema tukashika safari yetu. Maana yake sio safari ambayo Mungu alikuwa ameipanga, ni safari ya kwao. Waliwekeana kikao, wakasema na tutafute mtu atakayeturudisha Misri. Kwa hiyo waliwekeana kikao cha kuwarudisha nyuma, au waliwekana kikao cha kuweka mpango mkakati wa kutembea katika njia za kwao na sio katika njia za Bwana. Kwa hiyo kuna watu wamechelewa kufika katika Kanaani yao, wamechelewa kufika katika kilele cha mafanikio yao kwa sababu ya kugeuka na kufuata safari yao na kushika njia yao na kuacha kuishika njia ya Bwana. Wengine yamkini ni watumishi wa Mungu, wameanza vizuri na Mungu, wakafika mahali wakaona labda wanachelewa kufanikiwa, wakachepuka, wakageuka, wakashika safari yao, wakaanza kutengeneza vitu ambavyo Mungu hakuagiza wavifanye kwenye huduma na utumishi aliowaitia. Kila mtu akae chini na tafakari katika wito alioitiwa, hivyo alivyo ndivyo anavyoenenda. Yaani wewe jitafakarishe, wewe umeitwa kufanya nini? Kama umeitwa kuwahudumia watumishi wa Mungu, wahudumie watumishi wa Mungu. Kama umeitwa kuwaombea, waombee. Kama umeitwa kusapoti kazi ya injili, sapoti. Kama umeitwa kufariji, fariji. Bwana Yesu apewe sifa. Kama umeitwa kuombea nchi, ombea nchi. Kama umeitwa kuombea watumishi wa Mungu, wewe waombee. Kama umeitwa kufanya biashara, fanya biashara kihalali. Wache ujanja. Ya Mungu mpe Mungu, na ya Kaisari mpe Kaisari. Yaani usiingize kitu kinachoitwa ujanja. Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu aliwapa maono na aliwapa kuonyesha kwamba unapotembea kwenye haya maono yangu, nitakufikisha hapa, kilele chake ni hapa, na baraka zake ni hizi. Sasa watu walipokuwa wanatembea kwenye ile njia ya Mungu, wakafika mahali wakachepuka. Nataka nikuulize swali, wewe unayenisikiliza na kunifuatilia. Je, ni kitu gani kilikufanya ukageuka, ukaacha hilo kusudi ambalo Mungu amekusemesha? Kuna watu wamekutana na vita kwenye huduma, wamefika mahali wameacha huduma. Kuna watu wamekutana na vita kutokana na mafundisho na mafundisho na aina ya masomo ambayo wamepewa na Mungu. Wameacha kufundisha yale masomo na wametafuta masomo mengine. Na sasa huko ni kugeuka na kushika njia yako. Kama Mungu amekuita kukemea dhambi, kemea dhambi. Kama Mungu amekuita kukurupushana na mapepo na kuyatandika ngwara yaanguke chini, yavunjike meno na yasambaratike, shughulika na hicho ulichoitiwa. Kama umeitwa kutia watu moyo, tia watu moyo. Kuna mtumishi mmoja anaitwa Joel Osteen. Yule yeye, mimi nilikuwa na tafakari wito wake. Yule yeye ameitwa kuencourage watu, kuwatia watu moyo. Yeye hajaitwa kuhangaika na mapepo huku na kuanza kusema shindwa shetani, pepo nyeusi kimbia. Hakuitiwa huko. Huwezi kumkuta huko. Na watu wengine ambao hawajaitwa kwenye wito huo, wanaona kama anafanya kazi ya kuzubaa, au anafanya kazi ya kufanya ujinga, au anasema kwamba huyu sio mtumishi, huyu ni motivation speaker. Kuna watu ndo kona yao walioitiwa. Mungu alipoita wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, lengo lake ni kuwapeleka Kanaani. Kuna kiwango cha maisha, kuna aina ya maisha ambayo Mungu aliwaita ili watembee kwenye hayo maisha. Lakini wale watu walipoona ile njia ni ndefu, waligeuka, wakashika safari yao. Wenyewe wanajiona wanatembea katika mpango wa Mungu, lakini hawatembei katika mpango wa Mungu. Na Biblia inasema wakawa wakizunguka mlima Seiri kwa siku nyingi. Maana yake kitakacho kuonyesha kwamba unatembea kwenye mpango wako ni kustaki kwa muda mrefu katika hicho kitu unachokifanya unastaki. Yaani maana yake unakwama kwa muda mrefu, maana yake unazunguka hapo. Kama ni huduma hutakuwa. Yamkini kama umechepuka, hujaacha kufanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu, maana yake utaanza kuchanua. Hautakuwa kihuduma, utakuwa pale pale. Mungu anaweza kuwa na wewe jangwani, akakuona akazunguka, akaamua kuzunguka na wewe hapo miaka 40 mpaka pale utakapotambua kwamba kuna mahali nimekosea. Na ukitambua, Mungu anakupa nafasi ya kukwambia sasa geuka, elekea upande wa kaskazini. Kwa njia ya Mungu ilikuwa ni upande wa kaskazini, lakini wao Biblia inasema tukawa tukizunguka milima Seiri. Kwa hiyo wao walikuwa wamejiwekea utaratibu wa kuzunguka milima Seiri, lakini Mungu alikuwa ameweka utaratibu wa wao kupita upande wa kaskazini. Na huo upande wa kaskazini ni ili waweze kufika
kule ambako Mungu anataka wafike. Yamkini Mungu anataka upite upande wa kaskazini, wewe ukasema no. Kaskazini siendi, naenda mashariki au naenda magharibi au naenda kusini. Njia ya kaskazini naona ni ndefu. Kuna watu wameitwa na Mungu. Na wamefika mahali wameacha kufanya kile ambacho Mungu ametaka wafanye. Wameacha kutii maagizo na maelekezo ya Mungu. Na wameanza kufuata maelekezo. Wameanza kutengeneza mpango mkakati wao wa kwenda. Na hasa kwenye eneo la huduma. Watu wengi wamechepuka na wameacha ile misingi ambayo, yani wito walioitiwa na namna wanavyoenenda, ukiwaangalia ni vitu viwili tofauti. Kuna watu wamechepuka hapa katikati, wakaenda katika njia yao, wakaifuata, wakaenda kwenye njia yao. Hao sasa hivi wanatembea kwenye kuzunguka milima Seiri. Hawajaelekea upande wa kaskazini ambako Bwana alikuwa anataka waelekee. Mungu alitaka waende kaskazini, wenyewe wanataka kuzunguka milima Seiri. Yamkini unazunguka milima Seiri na kujipatia mikate, unakula, unakunywa, unavaa. Lakini nataka nikwambie, kama umeitwa kwenye utumishi au kwenye huduma, simamia kile Mungu alichokuita. Haijalishi unaona kuna wengine wamefanikiwa kuliko wewe. Kama Mungu amekupa misingi ya neno au mafundisho, simamia hayo mafundisho. Hiyo ndiyo njia yako ya uzima. Achana na njia za watu wengine. Usije ukakopi mahubiri, usije ukapesti mahubiri, usikopi hata sauti za watu wala kuzipesti. Achana nazo. Tembea kwenye ile njia Mungu aliyokuitia. Hata kama utaenda kwa muda mrefu, hata kama utazunguka kwenye hiyo njia kwa muda mrefu, tembea kwenye hiyo njia. Ni njia ambayo itakuwa na baraka za Mungu na neema ya Mungu, kuliko kuchepuka na kupita shortcut ambayo haitakusaidia chochote. Kuna watu leo hii hawafundishi ili watu waokoke. Wanafundisha ili watu waonekane wanajua kufundisha. Sasa hiyo sio sawa. Na hii ni kwa watumishi wa Mungu. Usifundishe kwa sababu unataka kufundisha. Fundisha kutokana na maelekezo unayopewa na Mungu na Roho Mtakatifu. Kuna watumishi leo wanaandaa ujumbe ili wapate followers kwenye mitandao ya kijamii. Usiandae ujumbe eti kama wa vijembe ili kujipatia followers. Fundisha kile Mungu alichotaka ufundishe. Hao followers watakuja. Ni heri kuwa na followers 5, lakini unafundisha kitu sahihi, kuliko kujipatia followers milioni 1, milioni 2, lakini yani unajitafutia umaarufu. Kwa sababu watu wanafundisha ili wapate umaarufu, na sio kufundisha ili Mungu atukuzwe. Mafundisho mengi hayampi Mungu utukufu, yanatafuta umaarufu wa watu fulani fulani. Kwa hiyo chunga sana. Kama Mungu amekuita kwenye utumishi, usifundishe ili kupata umaarufu. Usihudumie watu ili kutaka umaarufu. Hudumia watu ukitaka Mungu atukuzwe, Mungu ainuliwe, Mungu aheshimiwe, heshima ya Mungu ionekane. Lakini usitake kufundisha ili ujipatie followers, ujipatie likes, ujipatie comment. Mimi nimepata sijui na followers 60,000 ngapi, na followers 200,000, na followers milioni. Unajiona ni mtu mkubwa. Unaweza kaa una followers milioni, lakini kwa Mungu anakuona ni kama kitoto cha kindagate. Na kuna mtu anaweza kaa na followers hata 100, lakini kwa sababu anatembea kwenye mpango wa Mungu, yule mtu anafanya sawa sawa, na mbinguni thawabu yake ni kubwa kuliko yule mwenye followers 1,000, kuliko yule mwenye followers milioni 1. Kwa hiyo usifundishe kutafuta followers. Usitafute masomo ya kujitafutia umaarufu. Fundisha kile Mungu alichokutuma kufundisha kama mtumishi wa Mungu. Akikwambia kemea, kemea. Akikwambia fariji, fariji. Kwa hiyo ukipewa nafasi ya kukemea dhambi, ikemee kisawasawa. Ukipewa nafasi kama ya kutia watu moyo, watie moyo kisawasawa. Kwa hiyo fuata kile Mungu anachokuambia. Usifuate kile leo watu hawataki kukaa na kuomba kama watumishi wa Mungu. Hawaendi barazani kwa Mungu, Mungu awape ujumbe watakaoweza kwenda kusema na watu. Watu wanakaa wakitafuta ujumbe kwenye mitandao ya kijamii. Kumbe kaaje kwenye mitandao ya kijamii? Nikija na hizi swaga nitaeleweka kama mtumishi wa Mungu. Achana na hizo swaga unazotuletea. Fundisha kitu ambacho Mungu amekutuma. Kila mtu Mungu alipomuita, kuna ujumbe alimpa kuupeleka kwenye jamii. Na usiende kufundisha kitu ambacho hujatumwa. Usiende kuhubiri kitu ambacho hujatumwa. Utakutana nacho. Shetani atagwanazi mpango, utalabuliwa vibaya mno. Unaona Yohana Mbatizaji, yeye alifundishwa kuwahubiria watu toba na masamaha ya dhambi.
Yeye Yohana akatoka kwenda kuanza kukemea mamlaka. Hajapewa ujumbe wa kukemea mamlaka. Yeye amepewa ujumbe wa kuambia watu watubu. Yeye akaenda kukemea mamlaka, kwenda kumkemea Herode. Kilichotokea alikatwa shingo. Sasa wewe ukienda kupambana na yani hujaitwa, utumishi wako hauna level ya kupambana na mamlaka, wewe unaenda kupambana na mamlaka zilizoko juu, watakunyonyoa shingo. Mimi nakuhakikishia kwa jina la Yesu, watakunyonyoa shingo. Kwa kama umeitwa kupambana na mamlaka, pambana nazo kwa sawa sawa, kwa sababu Mungu anazo nguvu, atakutetea. Maana ukienda mahali ambapo Mungu hajaagiza uende, utapigwa. Kuna watu wanazo nguvu, wana uwezo wa kukemea mamlaka na mamlaka zikatetemeka. Wewe muangalie Elia Mtishbi. Elia Mtishbi alienda akamfuata Ahabu akamwambia, kama Bwana aishivyo, kwa sababu ya uchafu mnaendelea nao kwenye taifa, nje itanyesha mvua miaka 5. Wakati huo Elia anaongea, mbele yake pana mausalama wa taifa wa kipindi hicho huko Israeli wa kutosha. Mfalme amezungukwa na majasusi wa kutosha. Akapita katikati yao akaondoka, wala hawakumfanya chochote. Baada ya kuondoka, eti ndo akili zinawarudia, huyu jamaa atafutwe mahali popote alipo akamatwe. Walimtafuta kwenye nchi nzima ya Israeli, wala hawakumpata, na alikuwa pale pale. Mungu alimwambia ondoka, akakae kwenye kijito cha Kerethi, kwa sababu Mungu alimpa kushughulika na kutengeneza mamlaka na kurudisha heshima ya Mungu ndani ya taifa. Sasa we kama hujaitiwa huko, achana nako. Kama umeitiwa kufundisha watu waache dhambi, fundisha watu waache dhambi. Kama umeitiwa kuwatia watu moyo, tia watu moyo. Kama umeitiwa kukemea na kukemea mamlaka, kemea mamlaka. Tatizo la watumishi wa Mungu wengi, hawajui mipaka ya huduma yao. Yaani unajua Mungu anaweza kukuita wewe, level yako ni ngazi ya kijiji. Wewe unataka kujikuza uende ngazi ya taifa. Kwa sababu Yeremia alipoitwa alisema, kabla sijakuumba katika tumbo na nilikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutaka, nikakufanya kuwa nabii wa mataifa. Nataka uone neno nabii wa mataifa. Manake anapozungumzia nabii wa mataifa, manake ni amepewa mamlaka zaidi ya taifa moja. Kwa hiyo yeye huduma yake ni ya kimataifa. Kuna mtu anakuta yeye ameitwa labda kwa ngazi ya mkoa, anaita huduma yake labda international ministry. Mfano, unaita huduma yako international ministry, lakini umeitwa ngazi ya mkoa, labda umeitwa mkoa wa Kilimanjaro, Arusha au Dar es Salaam au Mwanza au Kigoma. Unakuta labda ndo mkoa ambao Mungu amekuita. Maana yake huduma yako level yake ni ngazi ya mkoa. Sasa wewe unataka kuchepuka kwenda ngazi ya international, na Mungu hajakuhakiki kwenda kwenye hiyo ngazi ya international. Yale mapepo yote ya international yanakuja kukuzibua, yanakupasua vibaya mno. Na kuna watu wamepigwa na shetani kwa sababu wameenda kuingia kwenye anga za shetani, na hakuna security yote ya Mungu kwenye hilo anga. Unapotembea kwenye mpango wa Mungu, ulinzi wa Mungu unakuwa juu yako. Kwa kama Mungu amekuita, tembea kwenye kile Mungu alichokuita. Achana na propaganda nyingine ambazo hazitakusaidia. Kuna watu wameitwa na Mungu lakini wameacha. Yamkini wameitwa kwa ajili ya vijana, wanang'ang'ana na watu wa rika zote. Wengine wameitiwa watu wazima, wanang'ang'ana na rika zote. Wengine wameitwa kuhudumia wanaume, wengine wameitwa kuhudumia wanawake. Yaani yeye amepewa huduma, ana mzigo wa kuhudumia wanawake. Kaa chini ujitafakari na urudi kwenye maono ambayo, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, kaa chini ujitafakari, urudi kwenye yale maono. Mungu alisema na wewe kuhusu nini? Usiangalie watu wanafanyaje. Nenda kama Mungu anavyotaka na si kama watu wanavyotaka. Usifanye vitu kufurahisha watu, fanya vitu kuifurahisha mbingu. Leo hii watumishi wengi wanafanya vitu kuwafurahisha waumini wao, na sio kufanya vitu ili kuifurahisha mbingu. Wanaleta mafundisho ya kuwafurahisha waumini wao, na sio kuifurahisha mbingu. Mbingu inaweza kufurahi, na mbingu inafurahi. Biblia inasema mwenye dhambi mmoja akitubu, mbinguni wanafurahi na kushangilia. Sasa leo hata mafundisho ya kuambia watu watubu na kuacha dhambi hamna. Kwa hiyo mbingu hazina furaha, lakini watu wale waumini wao wanafuraha. Mtumishi wetu anatubiria, mwalimu wetu anahubiri vizuri, wanafurahi kwa sababu ya mafundisho ambayo mtumishi anatoa. Lakini mbingu hazifurahia hayo mafundisho, kwa sababu mafundisho yoyote yasiyofundisha watu kurudi kwa Mungu, kukaa kwenye maisha ya toba, kukaa kwenye maisha ya kweli, hayo mafundisho yana kasoro. Hata kama Mungu atakuita kufundisha uchumi, kufundisha biashara kibibilia, kufundisha nini, lazima mwisho wake lazima uwape watu nafasi ya kurudi kwa Yesu. Sasa kama hautawapa watu nafasi ya kurudi kwa Yesu, hautawapa nafasi watu ya kusimama kwa Yesu, nataka nikwambie, hapo utakuwa unafurahisha wanadamu.
lakini mbingu zitakuwa hazina furaha. Kwa sababu ili mbingu zifurahi, watu wanatakiwa kutubu na kuacha dhambi. Watu wanatakiwa kusalishwa sala ya toba kila itwapo leo. Sioni watumishi wa Mungu kwenye makanisa, kwenye huduma mbalimbali wakiwasalisha watu sala ya toba. Wanawaambia tu watu wapokee miujiza, watu wainuliwe, watu wabarikiwe. Yaani wanabariki mpaka dhambi. Na hii ni mbaya. Nimetumwa leo na Mungu nikwambie kwamba fundisha kile Mungu alichokutuma. Acha kudakia upepo wa mafundisho. Wacha kutembea kwenye mafundisho. Wacha kutembea kwenye upepo wa elimu ya dunia. Tembea kwenye mafundisho ambayo Mungu anataka utembee. Kama umeitwa kukemea, kemea. Umeitwa kufariji, fariji. Lakini katika mambo yote, kutoka kwa kona yote ulioitiwa, hakikisha unawarudisha watu kwa Yesu. Hakikisha unawavuta watu kurudi kwa Yesu. Usifundishe mafundisho yatakayofanya watu washikamane na dunia zaidi kuliko kushikamana na Yesu. Watu wahangaike kutafuta mali za dunia kuliko kumtafuta Yesu. Watu wahangaike na vitu vya kidunia kuliko kuhangaika na vitu vya Yesu. Ndiyo tunatakiwa kutafuta, lakini lazima Yesu awe ni kipaumbele kwenye maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu, especially watumishi wa Mungu, wameacha kutii yale maelekezo na maagizo ambayo Mungu amewapa kwenye huduma zao. Na wengine wamechepuka na kuanza kufanya namna wanavyotaka, na kuenenda namna wanavyotaka, na kubuni mafundisho ambayo watu wanayataka na sio Mungu anayeyataka. Nataka niwaambie watumishi wa Mungu, msipobadilika, siku ya mwisho mtakuwa kuni na mtachomwa vibaya mno. Mimi nimetumwa kuambia, badilika. Tembea kwenye kile kitu ambacho Mungu anataka utembee. Usifanye huduma kufurahisha waumini wako, kulifurahisha kanisa lako, au kufurahisha umati wa watu. Fanya huduma kuifurahisha mbingu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu wamegeuka, wameacha mpango wa Mungu wa ndoa, wameenda kwenye mipango yao, wameishi kwenye maisha yao. Lazima ujue kusudi la Mungu kwenye ndoa ni nini. Mungu amekusudi tuzae, tuongezeke. Mungu amekusudia ndoa iwe ni kiwanda cha kuzalisha watu watakaosimama na kudumu ndani ya ufalme wa Mungu. Lakini ndoa za leo zinazaa, yani watoto hatuzalii mbingu, tunazalia jehanamu. Wazazi wameacha kuwafundisha watoto, wamegeuka, wameanza kufuata maadili ya watu wa magharibi. Wanaacha kufuata maadili yaliyoko ndani ya neno la Mungu. Wanaacha kufuata maadili ya Kiafrika. Watoto leo wanavaa nguo za ajabu, vinguo vya uchi. Na wazazi wanasema eti ndio fashion ni yoko. Shindwa kwa jina la Yesu. Na Mungu akukemee. Tunaacha kuishi kwenye yale maadili ya kwetu ya Kiafrika. Tunaenda kuiga maadili ya watu wa magharibi. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani mbingu zina huzuni. Wacha nikwambie. Nilisikia Roho wa Mungu akiniambia jana nina huzuni. Nikamuuliza ni nini, akaniambia mbingu hazifurahi kinachoendelea ulimwenguni. Mbingu hazina furaha na kinachoendelea ulimwenguni. Kwa kama Mungu amekuita wewe kama mzazi, amekupa jukumu la kulea mtoto katika njia impasayo, tii hayo maelekezo ya Mungu, mlee mtoto. Biblia iseme kwamba ufundishe watoto wako kuvaa vimini. Hiyo ni roho ya ukahaba, tena ishindwe kwa jina la Yesu. Kwa sababu unavyoishi ndivyo na watoto wako watakavyokuwa. Sasa wewe unatuvalia mbingu vya ajabu ajabu, unataka watoto wako wavae vizuri. Unajua, nataka nikwambie kitu kimoja. Mwalimu wa kwanza wa maisha ya mtoto ni mzazi. Jinsi unavyoishi ndivyo na watoto wako wanavyoishi. Maisha ambayo mimi ninaishi ndivyo na watoto wangu wanaishi. Kuna siku nilipigiwa simu na walimu shuleni kwetu. Nikaitwa shuleni, nikaulizwa kwamba kuna tatizo limetokea. Wewe, nikauliza walimu, hii tatizo ni nini limetokea? Niambieni, kwani hamwezi kuniambia? Wakaniambia mwanao anafunga shuleni, hali kabisa chakula. Akiulizwa anasema mbona baba anafunga? Hata mimi nafunga. Sasa mimi nikamwambia mwalimu, sawa, nitaongea na huyo mtoto. Ni kweli yule mtoto alichokuwa anakifanya ni kitu kizuri. Lakini kwa mazingira yake amekopi kutoka kwa baba yake. Ameona baba yake anafunga, baba yake anaomba, baba yake anautafuta uso wa Mungu, na yeye anataka kutembea katika njia ambazo baba yake amefanyaje? Ametembea. Nilikuja nikaongea naye, nikamwambia unafanya vizuri, hongera, lakini nataka ufunge siku za weekend, Jumamosi na Jumapili. Hayo maisha ya huyo mtoto kufunga ameyapata wapi? Ameyakopi kutoka kwa wazazi wake.
kwa sababu ndio maisha ya wazazi wake wanaishi, maisha ya kutafuta uso wa Mungu siku zote. Sasa wewe kama unaweka manyimbo ya bongo flavor, kutana kitoto kimoja kinaimba wimbo niue mama niue, sasa najiuliza anauliwa auliwe? Lakini ndio wazazi wake wanaikaga haya manyimbo. Kwa hiyo mtoto amekopi yale maisha. Kwa hiyo wazazi, mtadaiwa. Mmeacha kutii maelekezo yaliyoko ndani ya neno la Mungu. Mmeacha kufuata maelekezo. Biblia inasema tuwafundishe vijana wetu. Ni mafundisho gani unafundisha watoto wako? Ni maisha gani ya malezi unawalea watoto wako kwa mafundisho? Unashinda kukaa na watoto wako kuwafundisha kwamba dunia iko hivi, lakini wewe hutaki kuenda kama dunia inavyokwenda. Unatakiwa kwenda kama Mungu anavyotaka. Unatakiwa kwenda kama neno la Mungu linavyotaka. Neno la Mungu linasemaje? Kijana aishi maisha ya utakatifu. Kijana aishi maisha ya kumpenda Mungu. Kijana aishi maisha ya kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo unawafundisha watoto wako kwa vitendo. Wazazi wa leo wamedekeza watoto, wameharibu watoto, wameacha kutembea katika njia ambazo Mungu amesema muwafundishe watoto wenu mketipo nyumbani. Unavaga nguo gani wewe ukiwa nyumbani wewe mama? Unatuvalia vimini vyako na vinaiti dress. Alafu unataka eti mtoto akue akivaa vizuri. Na unaenda naye kabisa dukani, unaenda kumnunulia mtoto vinguo vya ajabu. Hayo ndo maisha ambayo Mungu amekuitia wewe kama Mkristo? Kwani usiishi maisha ya kumpendeza Mungu? Mjenge mtoto katika misingi ambayo huyu mtoto hata akikua anasema aisee, mimi nimenolewa na wazazi wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Babangu alikuwa hajaokoka, lakini kuna maisha ambayo babangu alinilea. Kuna saa tu hata nilikuwa nikivaa suruali ambayo haina mkanda, nilikuwa natupiwa jiwe. Mimi nilishapigwa jiwe la mbavu kwa sababu tu nilikuwa nimevaa suruali haina mkanda. Nikasikia unaniletea ujinga gani hapa, nikatimuliwa. Lakini nilijifunza. Kuanzia siku hiyo nikaenda nikanunua mkanda. Mkanda wangu ulikuwa umekatika, nikaenda kununua mkanda. Na nilikuwa kijana mdogo. Kipindi hicho nasoma sini sekondari, kati ya primary au sekondari hapo. Nilikuwa na hela yangu, nimeuza visungura vyangu, nikaenda nikanunua mkanda. Baba akaniambia sitaki kuona wewe ujinga unanivalia nguo, unanivalia ukihuni hapa. Wewe unaona mimi navaga hizo nguo. Na babangu mwenyewe alikuwa anavaga maeno, anafungia suruali huku juu. Leo mimi sifungii suruali juu, nafungia suruali size ya kati, yani inapotakiwa kukaa kwenye kiuno. Sio unafungia chini ya makalio. Lakini nilinolewa. Babangu alinifua. Nikawa mtu. Sasa wewe unaacha kufuata maelekezo yaliyoko ndani ya neno la Mungu. Halikuwa hata hajaokoka, lakini Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo. Kuna malezi alitupa. Na hakutaka tuishi kizembezembe, hakutaka tuwe wazembe, hakutaka tuwe wavivu. Na halikuwa hajaokoka. Asante Yesu leo anasoma neno la Mungu na analijua. Na sisi tumeshakuwa watu wazima sana. Kwa sababu mimi ndo wa mwisho nyumbani kwetu. Napiga picha mimi ni wa mwisho, alafu kuna wengine wakubwa wakubwa. Kwa sasa nataka nikwambie, baba yangu alikuwa hajaokoka, lakini kuna malezi alilea. Mimi sivai nguo vya ajabu. Kuna mahali siwezi kuvaa. Yaani kuna nguo, yani hata nikitaka kuzivaa najifikiria mara mbili hizi nguo navaaje. Hivi naweza kwenda na hizi nguo kwenye mazingira. Lakini leo mtu anavaa nguo bora liende, anaenda. Na wengine ni watumishi wa Mungu, wanavaa nguo vya ajabu tu. Hakuna mafundisho yoyote wamefundishwa na wazazi wao. Wengine wanakuja kutuvalia mpaka viskini kwenye madhabahu. Vitu vya ajabu, unakuta ni watumishi wa kike wanavaa viskini kwenye madhabahu. Hayo ndo mavazi ya kitumishi. Na Biblia inasema kwanza tuvae yale makanzu. Saa nyingine tunaonaga makanisa ya historical church yamekosea, lakini kuna sana wanaonaga wako vizuri. Unje tuvalia vimini madhabahuni. Unaiga culture za magharibi, watu wamevaa vimini na unataka kuvaa vimini. Huo ni ushenzi na ujinga. Tena ushinde kwa jina la Yesu. Kwa nataka nikwambie, kama hautatembea kwenye maelekezo Mungu aliyokupa, ukaacha kutii maelekezo kuhusiana na malezi, ukatii maelekezo kuhusiana na ndoa, ukatii maelekezo kuhusiana na utumishi na huduma uliyoitiwa, ukatii maelekezo Mungu aliyokupa kwenye biashara yako, ukatii maelekezo kwa sababu maelekezo ya Mungu yanasema toa fungu la 10, hutoi. Alafu unakuja kutuambia unaishi kwenye hali ngumu ya kimaisha. Tuombe Mungu akupe breakthrough ya kiuchumi. Je, unatoaga fungu la 10? Maelekezo ndani ya Biblia yanasema kwamba utoe malimbuko. Unatoaga? Hata sio kama, yani hata kama sio hizo sadaka za mafungu ya 10 upeleke kwa watumishi wa Mungu. Je, hata kanisani kwenu unapeleka? Unapelekaga? Unakuja kutuletea shida hapa kutuambia tufunge na kuomba ili tukuombee uchumi wako ukae vizuri. Lakini wewe mwenyewe kuna maelekezo hujatii.
Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kama tunataka kufika kule Mungu anakotaka tufike, tutii maelekezo yake. Wana wa Israeli waliacha kutii maelekezo ya Mungu. Walizunguka mlima Seiri siku nyingi. Kuna kiwango cha maisha tumekaa hapo kwa muda mrefu kwa sababu ya kuto kutii maelekezo ya Mungu. Kile kilichosababisha Waisraeli wazunguke mlima Seiri siku nyingi ni kuto kutii maelekezo ya Mungu. Na hicho kinachokufanya wewe ukae katika kiwango kimoja cha kimaisha ni kwa sababu kuna maelekezo ya Mungu umeacha kuyatii. Ukweli ndio huo, wala sikudanganyi, wala sikufichi. Wacha nikupe makavu live. Kuna maelekezo ya Mungu umeacha. Ndio maana huduma yako imekwama, biashara yako imekwama, ndoa yako imekwama, kila kitu chako kimekwama, elimu yako imekwama, unazunguka hapo. Kwa muda mrefu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikupe madhara ya kutokutii maagizo au maelekezo ya Mungu. Madhara namba 1, inavuruga mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo mpango wa Mungu unaweza kuvurugwa kwa sababu ya wewe kutokutii maelekezo ya Mungu. Hiyo ni dhara namba 1. Ukiacha kutii maelekezo ya Mungu, ule mpango wa Mungu aliopanga juu ya maisha yako unavurugika. Namba 2, kuchelewesha baraka za Mungu maishani mwako. Madhara ya kutokutii maelekezo ya Mungu namba 2 ni kuchelewesha baraka za Mungu kwenye maisha yako. Kuna watu wanaomba Mungu wabarikiwe, lakini hao watu hawajatii maagizo, hawajatii maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo wamekwama kimaisha. Baraka za Mungu zimechelewa kwenye maisha yao kwa sababu ya kutokutii maelekezo ya Mungu. Namba 3, kuishi katika hali ya kuchanganyikiwa na kukosa mwelekeo. Wana wa Israeli walipoacha kutii maelekezo ya Mungu, waliishi katika hali ya kuchanganyikiwa na kukosa mwelekeo wa maisha, kwa sababu walikuwa wanaishi wakizunguka zunguka tu, hawana direction ya maisha inayoeleweka. Kwa hiyo hata na wewe ukiacha kutii na kufuata maelekezo ya Mungu, utaishi maisha ya kuchanganyikiwa na kukosa mwelekeo. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuende kwenye faida. Faida za kuishi maisha ya kumtii Mungu. Kabla sijazungumzia hizi faida, wacha nikuongezee moja nimeisikia imekuja moyoni. Maana nilikuwa nimeshaenda kwenye faida hapa. Ukiacha kutii maelekezo ambayo Mungu amekupa, utaishi kwenye maisha ya uchungu na balaa. Kuna watu wanaishi kwenye mabalaa na mavisirani na mamikosi, lakini ukifuatilia hakuna nyota kuibiwa, hakuna chochote kupotea, ni wewe umeacha kutii na kufuata maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo kaa chini uangalie ni wapi umeacha kutembea katika njia za Mungu. Jitafakari, jitathmini, chukua hatua. Twende kwenye faida. Faida za kutii maelekezo na maagizo ya Mungu. Namba 1, Mungu anakupa mamlaka juu ya shetani. Kuna watu wengine shetani anawafumua vibaya mno. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wameacha kutii maagizo na maelekezo ya Mungu. Lakini unapotii maagizo na maelekezo ya Mungu, Mungu anakupa mamlaka juu ya nguvu za giza, Mungu anakupa mamlaka juu ya shetani. Na hii tunaipata kwenye kitabu kile cha Yakobo mlango ule wa 4 mstari wa 7. Biblia inasema mtiini Mungu, mpigeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo unapomtii Mungu, wakati unazikemea mamlaka za giza zitakimbia. Lakini kama haumtii Mungu, ukizikemea mamlaka za giza zitakupiga makofi. Zitakwambia Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, Biblia tunaisoma, wewe ni nani? Who are you by the way? Watakupasua. Kwa hiyo faida ya kwanza ni Mungu anakupa mamlaka juu ya shetani na maadui. Kwa hiyo maadui hawatapata nafasi ya kukuonea. Ni kwa sababu unatii na kufuata maelekezo ya Mungu. Namba 2. Faida namba 2 ya kutii maelekezo au maagizo ya Mungu. Kufikia kwenye kilele cha baraka zako. Kama unataka kufika kwenye kilele cha baraka zako, tii maelekezo yote Mungu anakupa kwenye maisha yako. Na hii tunaipata kwenye kitabu kile cha Isaya mlango wa 1 mstari wa 19. Biblia inasema kama mtakubali na kutii, mtakula mema
ya nchi. Maana yake kuna mema ambayo tunatakiwa kula, hatujayala kwa sababu hatujatii. Kaa chini ujiangalie, je, umetii Mungu alichokusemesha? Umetii Mungu alichokuagiza? Kuna watu Mungu alisema nao watoe sadaka mahali, hawajatii. Kuna watu Mungu aliwasemesha waombe kwa ajili ya jambo fulani, hawajaomba. Kuna watu Mungu aliwasemesha waombe nchi, hawajaombea nchi. Kuna watu Mungu aliwasemesha wafanye kitu fulani na akawapa maelekezo kabisa kutoka ndani ya neno la Mungu, hawajafanya haya maelekezo. Kwa hiyo Biblia inasema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Kuna watu hawali mema ya nchi kwa sababu wameacha kutii na kufuata maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo unapotii utakula mema ya nchi, utakula mafanikio. Tunaendelea namba 3, faida namba 3 ya kutii maelekezo au maagizo ya Mungu. Unapotii na kufuata maelekezo ya Mungu, Mungu anakupa amani ya moyo. Unapoacha kutii na kufuata maelekezo ya Mungu, unaishi katika hali ya uchungu na huzuni na wasiwasi. Lakini unapotii, Mungu anakupa furaha, anakupa amani. Ndio maana Biblia inasema furaha ya Bwana ndiyo nguvu zetu. Kwa hiyo furaha ya Bwana haiji kama wewe humfurahii huyo Bwana na ufurahii maelekezo yake, huyatii maelekezo yake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Faida ya 4 ya kutii na kufuata maelekezo ya Mungu ni kuishi maisha marefu yenye baraka za Mungu. Katika amri za Mungu, amri ya 4 inaposema watii baba yako, waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi. Unapomtii na kumheshimu baba yako wa mbinguni, Mungu atakubariki na kuzizidisha siku zako. Unapoacha kutii na kufuata maelekezo ya Mungu, nataka nikwambie utapita mahali pagumu. Kwa hiyo faida ya 4, Mungu anakupa maisha marefu ya neema na baraka. Kwa hiyo utaishi siku nyingi kwa sababu ya utii wako juu ya yale maelekezo ambayo Mungu amekupa. Swali langu mpaka hapo, je, kuna maelekezo ambayo Mungu alikupa na umeyakaidi? Kama umeyakaidi, nenda kayafanyie kazi. Nataka nipate nafasi ya kuomba kwa ajili yako. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninaita damu yako ya Pasaka iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya maisha yangu na utumishi wangu. Ni kweli Bwana, nimeacha kutii, nimeacha kufuata maelekezo yako. Nisamehe kabisa. Ninatubu dhambi zangu zote na ninakupa maisha yangu kwa upya. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Roho wa Mungu na Roho wa uzima na Roho wa milele, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba yetu, nimejileta kwako leo hii. Ninaomba unisamehe kabisa kwa sababu nimeacha kutii na kufuata maelekezo yako. Nisemeshe kwa upya pale nilipoacha, niliposahau. Nikumbushe tena pale maelekezo yako kwa upya, nami niko tayari kuyatii na kuyafuata. Katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tukufu ni wako Bwana milele na milele. Amen. Tulia nipate nafasi ya kuomba kwa ajili yako na kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya sadaka ambao umeiandaa kwa ajili ya siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, nalimidi na kulitukuza jina lako milele yote, kwa sababu wewe ni Mungu. Ninanyenyekea chini ya mkono wako uliodari na wenye nguvu. Baba yangu na Mungu wangu, ninanyenyekea chini ya mkono wako nikiomba, Bwana, uturehemu na kutusamehe pale tulipoacha kutii na kufuata maelekezo yako. Na mimi nawaombea watoto wako pale mahali popote ambapo Bwana waliacha kutii na kufuata maelekezo yako. Rehema zako Mungu na uaminifu wako kaingilie kati kwenye maisha yao. Katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ninawaleta mikononi mwako tena katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninairuhusu nguvu yako na uweza wako mkubwa sana upite juu ya maisha ya watoto wako. Sema nao kwa namna ya upya, Bwana. Warudishe kwenye kundi lako. Wasaidie kwa sababu wamekubali kutii. Na unaomba Mungu
uwarejeshe tena kwenye kundi lako, na wengine wametubu na kugeuka ili kutembea kwenye njia zako. Asante Yesu, kwa sababu ulisema kwamba yatosha kuzunguka mlima huu, sasa elekeeni upande wa kaskazini. Mungu, tumekaa kwenye kiwango hichi cha maisha kwa muda mrefu, tunahitaji neema yako itutoe tena hapa. Watoe watoto wako kutoka hapa na uwapeleke tena kwenye kiwango kingine cha maisha, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana milele na milele. Uinue mtumishi wako, wainue watoto wako Bwana, wasaidie na kuwavusha, wawezeshe Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baba mbinguni, ninakuja mbele zako sasa na ninaachilia damu ya Yesu, na ninaachilia damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, ninaombea hata sadaka zao ambao utakazozitoa siku ya leo. Wabariki Mungu Mwenyezi wao na sadaka zao, wape tena kutembea katika mapenzi yako, wape kutii na kufuata maelekezo yako, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tukufu ni wako Bwana milele na milele. Asante kwa sababu utawasaidia, asante kwa sababu utawaongoza, na asante kwa sababu utawavusha kutoka katika vifungo na katika hali waliokuwa wanapitia kimaisha, na utawapa nafasi ya kuendelea mbele, maana yatosha wao kukaa katika mlima huu kwa siku nyingi, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na Bwana akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina lake Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi Mungu wa mbinguni akubariki. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo, na Mungu akubariki sana. Kubali kutembea kwenye maelekezo ya Mungu. Biblia inasema mkikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Barikiwe sana, tuonane tena kwa wakati mwingine. Usiache kusubscribe na kushare somo hili kwa watu wengi ili wajifunze zaidi na zaidi. Ubarikiwe sana.